kabla ya msingi wa ulimwengu haijawekwa. Nasi kwa muda wa saa kama hii tumekusanyika, si kwa shughuli zetu, lakini ni kwa ajili ya kazi yako. Ulisema enendeni mkawafanye mataifa kwa wanafunzi na mkawafundisha maneno yote ambayo mimi nimewafundisha. Kwa hivi tulitimiza neno lako na agano ambalo umetoa. Kwa muda wa saa kama hii tunataka kutumisha, na tunamuomba uwe kiongozi wetu kwa programu ya siku ya leo. Tunaomba uweza na utukufu wako vitujaze kwa siku ya leo, programu na huduma ambayo utafanyika wewe mwenyewe uwe kiongozi. Tunaharibu na kukataa kila nguvu zote zisizoendana na mapenzi yako kwenye ibada hii, kwa jina la Yesu Kristo. Utukufu wako ndio utujaze kuanzia mwanzo wa ibada mpaka kipindi cha mwisho, utudhibiti kama utakavyo. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hivi, amen. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Hapa tunakuwa na muhusika ambaye anaangalia hichi chuo. Kwa heshima yake tutamsihi kusimama. Ni Dr. Coordinateur wa chuo ambaye anaitwa Adolf Muhindo Mark. Kwa heshima yako simama tupokee. Tunafurahi kupokea katika mkutano. Baba, karibu kwa sherehe ya leo ambayo imeandaliwa na chuo kwa kuhitimisha wanafunzi wako. Tutamsihi kusimama kuikaa. Hapa tunakuwa na watumishi ambao wanahusika na chuo hiki kama kamati ya chuo. Kamati ya chuo iko hapa. Wale wote ambao ni wanamemba wa kamati walio tayari hapo wasimame tuwapokee kwa heshima yao. Msimame walio hapa, na wengine hawajafika wakidai na shughuli mbalimbali. Kwa heshima yako kama mwanakamati tunasema karibu ndugu. Tunafurahi kupokea. Ndio, na mimi ni mmoja wao wa wanakamati wa chuo. Vile vile tuko na walimu ambao wameshughulika kwa muda wa masomo kufundisha wanafunzi, ambao leo wametukusanya kama waalikwa wetu maalum ambao wamesababisha mkutano wa leo kusanyika kama na hivi. Tuko na walimu ambao wameshughulika kwa mafunzo ya wanafunzi hawa ambao mnakuja leo kushangilia na kupewa mashahada yao ya vyeti kufuatana na namna wamefuata masomo. Basi walimu wote kwa ujumla mahali walipo wasimame tuwakaribishe. Kwa mwalimu wa Bwana Yesu asifiwe. Tunafurahi kuwapokea katika mkutano wa ndugu walimu, mkaribie na Mungu awabariki. Na mimi ni mmoja wao wa walimu pia. Hapa tunakuwa na walimu ambao ni waseme walimu ingawa hawajahitimisha kuwa walimu, lakini ni wanafunzi wetu wa zamani ambao wanakuwa mlevo za hivi karibuni, miezi inakuja watahitimisha kama wadokteri kwa chuo chetu cha Harvest Mission International University kwa kampisi yetu ya Kavumu. Ni waheshimiwa ambao wanakuwa pale
Msimame tuwakaribishe. Bwana Yesu asifiwe. Hao tunawaita mfransa ni vitile docteur. Hivyo wako wanajiandaa kupata doktora zao kwa siku za usoni. Tunafurahi kupokea katika mkutano. Kwa ndugu, mkaribie katika mkutano. Hapa tuko na wanafunzi ambao walihitimisha mlevo ya master kwa chuo chetu cha Harvest. Tunawaona wamoja wako humu. Sawa, ndugu Deo Kasereka Deo, simama tukaribishe. Na wanafunzi wengine, kwa hiyo ulishia mlevo gani? Mdigri, simama. Bwana Yesu asifiwe. Tunafurahi kuwapokea. Wamekuja kujiunga nasi kwa sikukuu hii. Wandugu, karibuni. Tunakuwa na mwingine mbele pale. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na waalikwa, tumealika wachungaji wa makanisa. Wachungaji wa makanisa tunafurahi kuwapokea. Ndugu watumishi wa Mungu, mkaribie na Mungu awabariki pamoja na sisi. Tuko na waalikwa mbalimbali ambao tumealika. Kwa jumla waalikwa wote ambao wanakuwa majini na badilika na wajitayarishe kuendeleza level nyingine ya wanaume ambayo inakuwa mbele yao. Mnafurahi kupokea hao wa master ambao wanamaliza level ya master. Wandugu, msikie ukaribie. Msiketi tunge wa ndugu yetu. Tunasema degree ambayo iko hapa, mara moja msimame. Na hivi niko na watangaza mkutano. Degree simama. Hii ni level ambayo tunaita degree. Kule kunyumba tulizoea malisansi, malisansi sasa. Sasa kidogo wataita malisansi. Basi ikiwa mnafurahi kupokea katika mkutano, tuseme ndio. Usimame. Usubirie ndugu yetu. Tunaalika diploma. Diploma isimame. Ndio tunaita grade. Tunamaliza G1, G2, G3 leo. Sasa kidogo tunapatia vyeti ya grade. Mnakuwa graduate musa kidogo hapa. Basi ni hawa mnaona ambao wanasimama mbele ya hawa wakubwa yao. Tuliwapanda level kwa level. Tunafurahi kuwapokea katika mkutano. Basi tunaanza, msimame tutunge bandu yenu pale. Tunakuwa majeshi wao. Tunaita certificate mahali ilipo, simame tuwakaribishe. Tusimame kwa wote, tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Hawa mnaona ni certificate. Wanaanza masomo, wanaanza university, wanakuwa mwanzo. Tunawatakia kwa avance, kesho yake mvae hizi blues, hizi tatu za hivi na hii mnaona hapa mbele yenu tofauti. Tunawatakia Mungu awabariki, kuwa na ile courage na muendelee vizuri. Mnafurahi kuwapokea? Basi kwa jumla tukaribishane.
tunakomoa muda. Tunaweza endelea, tunaweza risike kuingia mluyenge, tunasahau malengo yetu. Wanaweza kupiwa, mtakaribishana kisebake leo. 1, 2, 3. Karibu wandugu, na Mungu awabariki pamoja nasi. Mungu awabariki. Tuna wasihi waheshimiwa kuketi na kuruhusu wanafunzi waketi. Basi tuketi. Tunaacha mlango wa msimamizi wa programu. Amen. Bila kukawia, acha tuzungumze habari ya chuo chetu hiki. Bwana asifiwe. Chuo chetu hiki, waheshimiwa waalikwa wetu kwa jumla, pia viongozi wetu wa serikali, viongozi wa kambi, wachungaji na wengine wote kwa jumla. Chuo chetu cha Harvest Mission International ni kituo ambacho kimekwisha tawanyika ulimwengu mzima, na kituo chake kikubwa kinapatikana Texas katika nchi ya Marekani. Hapa kwetu Kavumu, masomo haya yameletwa na Mheshimiwa Dr. Muindo Adolphe na kordopia wa masomo haya. Mungu amubariki. Nalifikisha masomo hii mnamo mwaka wa 2023. Chuo chetu kimekwisha kuhitimisha mara 4, na hii ndiyo itakuwa turu ya 5. Na sasa hii chuo ya 5, mahitimisho ya 5, kwa wale waliopita tumekwisha kuwa na wadokteri 5. Ungekuwa hapo msema amen. Sasa hapa kwetu masomo haya ninayafananisha na andiko lililoandikwa katika Injili ya Yesu Kristo kwa Yohana wa kwanza Yohana sura ya kwanza mstari wa 16, ambayo inasema, je, Yerusalemu, Nazareti panaweza kupatikana kitu chema? Sababu wanapozani tuko wakimbizi, wanasema, je, wakimbizi wanapotoka wanaweza kutoka kama daktari? Wakimbizi wanaweza kutoka kama metre? Wale wanaofananisha hivyo ni wale wanaopinga Nazareti na kuuliza kwamba, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Pendekezo la sisi wanafunzi, tunaalika wengine kujifungua na kukwepa laana ya andiko hilo ya Yeremia 48 mstari wa 10. Pia kwa wale wamekwisha kusoma, wafae kwa kuendelesha Injili, isiwe kwa kubomoa makanisa na kufanya vikundi mbalimbali visivyoongozwa na Roho Takatifu. Ombi letu sisi wanafunzi pamoja na chuo hiki, tunaomba Harvest Mission International isichoke kutulea, pia zaidi kukumbuka walimu wetu, kwa sababu ya kunawa mikono ya vumbi ya chaki wanapomaliza kufundisha kwa mwito wanaotumikisha. Kututafutia jengo la chuo, sababu silabisi au vitabu mbalimbali na mengine kama vile farmasi. Ombi kwa makanisa na wazazi, muhimize wengine nao ili wakatusaidie kuepukisha watu na ziki inayokuja siku za mwisho. Kanisa na wazazi, tunawaomba muhimize wengine bado ambao hawajasoma waje kusoma, ili ziki inayokuja siku za kiyama wasije wakapatwa na shida kwa sababu wakisema hatukujua. Ombi kwa koordinasio yetu pamoja na wanafunzi, tunaomba koordinasio yetu au uongozi waendelee kutia mkazo wa heshima ya chuo chetu na kutuhimiza bila kubembeleza au kujali wanafunzi kwa makosa yao. Shurti zinazolenga wanafunzi yeyote bila kuangalia cheo chake cha nyumbani, cha serikali, cha kanisa na kadhalika. Tunaomba chuo chetu pamoja na wanafunzi pamoja na waheshimiwa wengine
kutia mkazo kwenye chuo chetu, watuongoze kama vile wanafunzi bila kujali cheo cha mtu cha kanisa, cheo cha mtu cha serikali, cheo cha mtu cha mahali popote anapoishi. Ukisema ya kwamba mimi nina cheo fulani, siwezi nikaendea tofauti ya wanafunzi, basi Mungu atuwezeshe kwa yote. Ni mwakilishi wa wanafunzi wa chuo cha Adventist Mission International Pakafomu, Maitre Reverend Pastor Tumba, na Mungu atubariki. Amen. zenu. Malizia kabisa. Kwa hiyo tujikaze kwa kuvumilia kwa hii vita ya mwisho. Amen. Basi tuna wandugu wawili ambao wana neno fupi, ni fupi kabisa. Na hao tutaanza na mzee Pastor Kwaha kwa ajili ya neno fupi ya neno nalo. Bwana Yesu awabariki. Pia nasema asante kwa wanafunzi wetu ambao wamehitimu kwa siku ya leo. Lakini mimi nina neno tu. Wakati nilikuwa nimeketi pale, nikajifikiri moyoni mwangu kusema kwamba tumekuwa wenye kutosha kwa kuhubiri neno la Mungu. Lakini sasa hivi vyeti tumepewa, vimoja vitabaki kwenye masanduku, ni moja tu vitaishi. Lakini ingetulazimu sisi kama hivi tuko, hatuwezi kosa watu 16 ambao wamehitimu leo na wengine ambao wametangulia. Kama tungeshuka kwa Warundi kuwahubiri neno la Mungu ingekuwa vizuri sana, lakini tutazunguka hapa tu. Rekomandasyon ya Yesu ilikuwa ni kuambia wanafunzi kwamba waeneze injili mahali popote, lakini shida wakazunguka kwa Yerusalemu, wanazunguka. Lakini usipoenda kwa hiari yako, utaenda kwa shurti kuhubiri injili. Walienda kwa shurti kuhubiri neno. Ni hiki wa ndugu zangu, watumishi wa Mungu, hivi vyeti mmekabidhiwa leo, si kwamba mwende kuvidepoze katika masanduku zenu. Inawabidi sasa kuondoka mwende kila mahali. Lakini ikiwa kwamba mahali huko katika kanisa kuleta vurugu, nimekuja kusoma, nina diploma, nina lisansi, lakini tuondoke sasa injili. Neno la Mungu natuambia usishinde. Yesu atubariki. Amen. Asante. Mungu akubariki mzee. Jambo wapendwa, tuna ombi moja ambalo tumetaka tulitoe kwa waheshimiwa wa chuo chetu cha Adventist Mission International. Ni kwamba Mheshimiwa Coordinator Dr. Muhindo Adolf yenye kuwa Mwai County na kiu ambacho watu wamekuwa nayo cha kusoma ama kumalizia kupata doktora, tunaleta hili ombi ikiwa litapata na nafasi ya kwamba wametre wote ambao wana kiu ya kuendelesha kusoma neno la Mungu waraweke kuba kulingana na hali ya connection disi ilivyo dhaifu, waikale kuba. Kama ni wadoktere kutoka Tanzania, kama ni doktere kutoka sehemu, lakini afadhali watu waikale kuba, sababu connection ina. Tulete hili ombi kwa Mheshimiwa
coordinateur Dr. Adolphe ya kwamba liende mbele, alafu wanafunzi wa metre waikale kuba ikiwa itapata na nafasi, na Mungu atubariki sana. Amen. Asante, ubarikiwe ndugu, naamini uongozi umesikia, utaifanyia kazi.